sisi wajumbe wa baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Geita tumesikitishwa sana na ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi miwili ya kimkakati ya ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu wa Magogo na ujenzi wa soko la dhahabu Block D. Kwa kauli moja tumeazimia kuondoa miradi hii kutoka kwenye orodha ya miradi inayotekelezwa na mgodi wa GGM kwa fedha za CSR na kuamua kuitekeleza wenyewe kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Uamuzi huu umefikiwa kutokana na ukweli kuwa mgodi wa GGM umeonyesha kukosa nia thabiti ya utekelezaji wa miradi hii kwa muda mrefu na kuacha miundombinu iliyokwisha jengwa hasa kwenye uwanja wa mpira wa miguu iendelee kuharibika, huku sisi madiwani tukipata fedheha kutoka kwa wananchi tunaowakilisha kana kwamba kazi imetushinda. Aidha, haturidhishwi na gharama zinazotumiwa kwenye ujenzi wa baadhi ya miradi ikiwemo madarasa, mabweni, maabara na nyumba za watumishi ambayo imekuwa ikitekelezwa kwa gharama kubwa wakati wa miradi hii inayofanana, na hiyo inatekelezwa kwa gharama nafuu, lakini kwa ubora ni ule ule. Gharama za awali za miradi hii miwili ni kubwa kuliko miradi ya aina hii iliyotekelezwa maeneo mengine ikiwemo viwanja vya mipira vya Bukombe, Kinondoni, Ruangwa, Tanga na Babati. Kutokana na hayo yote, baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Geita linaazimia yafuatayo: moja, mkataba kati ya halmashauri na mgodi wa Geita Gold Mine unaohusu ujenzi wa miradi mikubwa miwili ya uwanja wa mpira wa miguu na ujenzi wa soko la dhahabu Block D usitishwe mara moja na miradi hiyo iondolewe kwenye orodha ya miradi inayotekelezwa kwa fedha za CSR. Mbili, management ya halmashauri kupitia kamati ya fedha na uongozi ifanye uchambuzi wa kina wa gharama za miradi hiyo miwili na kutafuta njia na vyanzo mbadala vya fedha ili kuwasilisha mbele ya baraza hili kwa ajili ya kuridhia matumizi yake. Tatu, baraza linaielekeza management kuandaa miradi mbadala itakayotekelezwa na fedha zilizokuwa zimekusudiwa kutekelezwa mradi wa soko la dhahabu na mradi wa uwanja wa mpira wa miguu na kuwasilisha mbele ya baraza kwa ajili ya kuridhia na kuanza utekelezaji mara moja. Nne, management ya halmashauri ya manispaa ya Geita ikamilishe taratibu zote za kufikisha mara moja tamko hili la madiwani kwenye mamlaka husika za mgodi wa GGM na mamlaka za kiserikali ikiwemo ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, wizara ya madini na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Tano, utekelezaji wa tamko hili ufanyike kuanzia leo na utekelezaji wake utolewe kwenye kikao kijacho cha baraza la madiwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kitu wananchi wanauliza leo, tunataka tuwape majibu. Mradi wa jengo la kitega uchumi pale soko la dhahabu, sisi kwa nafasi yetu tulifanya na tumefidia watu pale wakaondoka kwa nia njema kabisa, wananchi wa Geita walivyowema, lakini pale pamegeuka sijui ni uwanja wa nini tuuite. Sasa mwananchi hawezi kumjua GGM, anayemjua ni mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti, naibu meya, mstahiki meya, mbunge na mheshimiwa rais. Sasa tunapokuja hapa kuamua kwamba sasa miradi hii mikubwa tuachane nao, tutawapa miradi ambayo sisi tunahisi wataitekeleza bila shida, ila hii miradi ya soko la dhahabu na uwanja wa mpira, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli na mimi naunga mkono kwamba tuachane nao. Rejea 2023, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo nimesema nataka niukumbushe umma wa Wanageita, tulikuwa na mradi wa ujenzi wa shule ya ghorofa Magogo, na kwa kuamua kwamba angalau Geita
ni mji ambao unakuwa, tunatakiwa tuwe na uwanja mzuri na mkubwa. Tukaamua kutoa ile hela ya shule ya ghorofa kuiongezea kwenye uwanja toka 2023 mpaka leo GGM wanayo. Ninajua jambo hili Mheshimiwa Mwenyekiti, inawezekana likawa sio rahisi. Mimi nikiwa kule Mwagimagi na Nyanguku, kuna muda huwa naingia kwenye mitandao ya kijamii. Inawezekana yakawepo mengi, kwa sababu inaonekana kuna baadhi ya mawakala wako vizuri kuwatetea GGM. Waseme ukweli, waseme ukweli, na ninajua wengi wao wanamcha Mungu. Waseme ukweli. Hatuwezi kuwa tunapondwa mawe sisi, halafu kuna wachache kule wananufaika na ile hela. Hapana. Kama sio haki ya Wanageita kama wanavyosemaka kwenye mitandao, basi sheria iseme hivyo. Lakini kama sheria inaendelea kusema hivyo, tunawataka GGM waelewe kwamba wako kwenye ardhi yetu, wanazalishia kwenye ardhi yetu, na sheria imetupa uwezo wao wa kukusanya hicho kidogo, wakitekeleze. Hiyo sio haki yao. Imekuwa na migogoro mikubwa miwili. Hawa ndugu zetu wa GGM ni kweli kwamba wamekuwa wakisaidia basi kwa udogo, lakini wamesaidia kwa kinyongo, yani hawajawahi kufunguka moyo ili wasaidie moja kwa moja. Ndugu zangu, ni juzi tulikuwa tunafuatilia na mpaka sasa hivi tunafuatilia. Inakuwaje toka mwaka 2018 hii CSR mpaka leo haijawahi kubadilika? Dhahabu imebadilika, bei yenyewe ikabaki pale pale. Uzalishaji ukaongezeka, yenyewe ikabaki pale pale. Thamani ya pesa yenyewe ikashuka, yenyewe ikabaki pale pale. Tunajaribu kuuliza kama kweli wana dhamira ya dhati ya kusaidia jamii hii ya Geita, kwa nini hata hii CSR haiongezeki? Kumbe ni kwamba, Mheshimiwa Mwenyekiti, haiongezeki kwa sababu hawataki iongezeke, kwa sababu hawana ule moyo wa kutaka kusaidia. Bahati nzuri sana halmashauri na serikali mmeelekeza kwamba Geita majengo yao ya juu. Sisi pale kwenye uwanja wa Sabasaba kama chama tumeamua tuweke majengo ya juu, na tumetumia muda mfupi sana kujenga pale Sabasaba. Kwa nini iwe serikali? Kwa nini isiwe manispaa? Jambo hili linachukua muda mrefu, kwa sababu ni wazi kabisa wafanyabiashara waliokuwepo kwenye maduka yale kwenye soko la dhahabu wanaiona halmashauri kama haijawatendea haki, kwa sababu tumewaondoa tukiwa natamani kwamba wanatoka kwa muda mfupi wanakuja kufanya biashara. Sasa hata walikokuwa manake walipoteza wateja, na matokeo yake sasa wanailaumu halmashauri, wanailaumu serikali, wanakilaumu Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe kwenye hili, kwa maazimio haya, kwa lengo ambalo mnakwenda kulifanya, jambo hili mlichukua kwa muda, kwamba soko lile lijengwe na uwanja ule ujengwe. Kama kuna uwezekano mchukue fedha nyingine, muondoe hii adha na taharuki ambayo imejengeka kwa wananchi.